Yani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Bizoza Media. Kama ndo mara kwa kwanza basi nikusi usisahau kusubscribe, like, kushare pamoja na kucomment. Bwana Kajala Masanja ameweza kufunguka vitu vingi na kusema kwamba anampenda bwana mkubwa Diamond Platnumz, na yeye binafsi mahusiano yao yalikuwa ni ya muda mrefu sana, hivyo alitamani siku moja waweze kukutana kwa mara nyingine, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vimeweza kutokea na binafsi anakumbuka moment nyingi sana katika kila hatua ya maisha yake, na kitu ambacho alichoweza kukisema ni kwamba anatamani kuweza kuona kila kitu kikiwa katika misingi na mikakati iliyo imara, kwa sababu kila mtu anatamani kuweza kuona mwenza wake akiwa akipata thamani kubwa, na akiona kuna vitu ambavyo bado vinakuwa katika misingi na mikakati iliyo imara zaidi. Na tumeweza kuona baadhi ya watu wengi waliweza kufunguka vitu vingi na kusema kwamba Kajala Masanja ni mwanamke ambaye mwenye tamaa. Sasa leo hii yuko na Diamond, yuko na Harmonize, lakini bado anaendelea kumsifia bwana mkubwa Diamond Platnumz. Huwezi jua hizo sifa ambazo anazozitoa Diamond Platnumz atazichukuliaje. Kiukweli haya mambo yanahitaji ustahimilivu sana. Tazama anavyoendelea kumpamba Diamond Platnumz, na akisema kwamba anatamani siku moja aweze kukutana na bwana mkubwa Diamond Platnumz, kwa sababu ni muda mrefu hawajaweza kukutana live. Lakini pia anasema kwamba yeye na bwana mkubwa Diamond Platnumz walikuwa na ukaribu mkubwa ambao uliwafanya watu wengi waweze kuelewa na kutambua ni namna gani hawa watu walikuwa na ukaribu wa hali ya juu. Na pia tumeweza kuona baadhi ya watu wengi waliweza kufunguka na kusema kwamba katika maisha ambayo anayoyapitia kaka yetu Diamond Platnumz kuna vingi tu vya kujifunza, na tumeweza kuona baadhi ya watu wengi waliweza kumsihi sana asiweze kuwa na mwanamke kama bibie Kajala Masanja, kwa sababu Kajala Masanja ni mwanamke ambaye anayependa fursa ya yeye kuweza kuona kila kitu anaweza kukiendesha kwa namna moja ama nyingine. Hivyo yatupaswa kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo imara zaidi, ili kuweza kufikisha malengo ambayo aliyoweza kujiwekea katika maisha yake. Na hicho ndio kitu pekee watu wengi wamekuwa wakikisihi sana, na tumeweza kuona ni namna gani ambavyo watu wengi wameweza kufunguka na kusema kwamba tunatamani kuweza kuona haya yote yakiwa katika misingi na mikakati iliyo bora, na kila kitu kiweze kwenda kama vile ambavyo inavyostahili. Pia hichi ndio kitu pekee kitakachowafanya watu wengi waweze kujivutia zaidi.